kuwa bunge lilihafifisha sheria kuhusu maadili na uongozi na kukosa kutoa mwongozo kwa utekelezaji wa sura ya 6 ya katiba kuhusu swala hilo ni jambo ambalo mahakama imeombwa kuingilia kati na tume ya utekelezaji wa katiba. Tume hiyo ikilalama kuwa sheria ilivyo sasa haifikii upeo wa katiba na inaficha maasi ya wanaotafuta kuchaguliwa, kwani wabunge walifutilia mbali kipengee kilichowahitaji wagombea kuchunguzwa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi. Ni swala hili la maadili ambalo sasa linazidi kuzua tetesi, shirika lisilo la serikali la ICPC sasa likiitaka mahakama kuiagiza tume ya uchaguzi kutoa mwongozo utakaowalazimisha wagombea viti kutoa taarifa kuwahusu ili wafichue iwapo wanakabiliwa na kesi zozote zinazohusu masuala ya jinai, kesi za kiuchumi na zile zinazohusu kutolipa ushuru. Shirika hilo linasema kuwa katiba inasema bayana kuwa wananchi wote wana haki ya kupata habari zote wanazohitaji, na hivyo IEBC inalazimika kutoa habari kuhusu wagombea hao ili wananchi wakienda uchaguzini wafanye hivyo wakifahamu barabara wanawachagua ni watu wa aina gani. Baadhi ya wanaokabiliwa na kesi za jinai ni pamoja na naibu waziri mkuu Uhuru Kenyatta na mbunge wa Eldoret Kaskazini William Ruto, ambao pamoja wanakabiliwa na mashtaka ya jinai katika mahakama ya ICC. Wote wawili wanapania kugombea urais. Mbunge wa Embakasi Ferdinand Waititu naye anatuhumiwa kwa uchochezi, swala lililomfanya kupoteza wadhifa wake wa naibu waziri wa maji. Waititu ameeleza azma ya kuwania kiti cha ugavana jijini Nairobi. Mbunge wa Makadara Gideon Mbuvi Sonko pia anakabiliwa na mashtaka ya jinai. Sonko anatafuta kiti cha useneta. Perry Simam ambaye ni mbunge wa Eldoret Kusini anakabiliwa na kesi ya kiuchumi inayohusu ufujaji wa fedha za hazina ya ustawi wa maeneo bunge, huku mbunge wa Juja William Kabogo naye akihusishwa katika uchunguzi kuhusu mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu Mercy Keino. Uamuzi kuhusu kufichuliwa kwa habari hizi ni Ijumaa ijayo. Haya yanajiri huku makataa ya vyama vya kisiasa kuwasilisha kanuni za uteuzi kwa wagombea kikamilika. Vyama ambavyo vitakuwa havijawasilisha kanuni hizi kufikia leo havitashiriki uchaguzini. Hivyo, juhudi za mwisho za kutimiza matakwa haya zilishuhudiwa katika afisi ya msajili wa vyama, huku chama cha National Vision Party kinachohusishwa na mbunge wa zamani Nicholas Biwott, United Republican Party cha William Ruto na kile cha The National Alliance viliwasilisha kanuni zao. Within our rules, we will have an alternating nomination, for example, with the party lists for women, between women above 35 and women below 35. So for every woman who will be nominated above 35, the next one, in order of priority, is going to be below 35. They have held meetings and the rules have been amended to suit the current status, and all have been forwarded to me. Inatarajiwa kuwa usajili wa wapiga kura utaanza mwishoni mwa mwezi ujao, kwani baadhi ya vifaa vya usajili tayari vimewasili nchini na tume ya IEBC inaendesha mafunzo kwa maafisa wa usajili. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.